Wanasema hizi mambo zina wenyewe, hizi mambo zina wenyewe. Je, hao wenyewe ni kina nani? Basi VOC Media, karibu ni kuhabarisha yale ya kimichezo ambayo yamejiri ama yameshika hatamu nchini Tanzania. Na ni wapi? Pale pale kwa wekundu wa Msimbazi, Simba. Hawa jamaa bana ni kama vile wanataka kuleta balaa hapa nchini Tanzania. Balaa hilo liko wapi? Ni kwa mwamba Oluwatobi Loba Alagbe, miongoni mwa midfield bora kuwahi kutokea, ambao kama Simba watawanasa, basi niseme tu atakuwa amempata midfield hatari wa shoka. Oluwatobi Loba Alagbe ni raia wa Nigeria, miongoni mwa wachezaji ambao huwa wanacheza midfield ya kati, kwa maana ya kiungo mkabaji, kiungo mtengenezaji, namba 8 na namba 6. Sasa leo nipo hapa kumzungumzia, je, yeye ni mchezaji wa aina gani, lakini pia ana mafanikio gani mpaka Simba wanamhitaji. Simba Mwalimu Steve Barker ni ya asali na maziwa. Oluwatobi Loba Alagbe bana amezaliwa tarehe 24 mwezi wa 4 ya mwaka 2000. Ina maana bado ni kijana ambaye anaweza akaitumikia Simba kwa muda mrefu kama endapo atainasa saini yake, lakini ana urefu wa mita 1.87 sawa na futi 5.9 hivi. Sasa huyu thamani yake sokoni ni euro 600,000 mpaka sasa. Unaona ni jinsi gani ambavyo huyu anaweza akatafutwa na baadhi ya vilabu vyenye pesa sana. Na historia yake ya maisha, hajacheza sana soka la Afrika. Ni mtu ambaye anatoka Nigeria, ni mtu wa kucheza soka la Ulaya, kwa maana alikuwa kwenye nchi ya Greece kwenye kikosi cha Astellas Tripolis, miongoni mwa timu nzuri na imekuwa ikifanya vizuri pale kwenye ligi ya Greece kwa maana ya Super League. Sasa hii ligi huwa timu inayokuwa ya kwanza na ya pili kwenye msimamo, japo mara nyingi wamekuwa wakitoa timu moja, huwa inashiriki michuano ya UEFA Champions League. Na hii ligi inatoka timu moja ambayo mara nyingi huwa inashiriki sana ligi ya UEFA Champions, Olympiacos ya pale kwenye ligi ya Greece. Ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, na kwenye hii timu anatoka mshambuliaji wa Morocco Ayoub El Kabi, miongoni mwa washambuliaji ambao walifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Sasa naye anatoka hapo, na huyu Oluwatobi Loba Alagbe naye anatoka kwenye hiyo ligi moja na Ayoub El Kabi, na wameshakabana mara kadhaa. Sasa huyu mchezaji kwenye ligi hiyo mpaka sasa kwenye timu yake amecheza mechi 23 kati ya mechi 26 ambayo timu yake imezicheza. Sasa uone ni jinsi gani huyu mchezaji amekuwa ni mtu wa kutumainiwa kwenye kikosi. Mara nyingi amekuwa akianza, japo msimu huu ana goli moja na hana assist yoyote kwa sababu ya majukumu ambayo alikuwa anapewa na timu yake. Alikuwa anacheza kama beki wa kati, lakini alikuwa anacheza kama midfield mkabaji kwa maana ya namba 6, na siku aliyowahi kutumika kama kiungo mtengenezaji kwa maana namba 8 ndio siku ambayo alipata hilo goli moja, ila siku ambazo alikuwa anacheza kama beki uwezo wake umejidhihirisha kwamba ni mchezaji wa daraja gani. Sasa hii timu imemaliza kwenye nafasi ya 14 kwenye msimamo. Sio nafasi nzuri sana, lakini tayari tunaona ni ligi yenye ushindani mpaka kuna baadhi ya timu zinashiriki UEFA Champions League. Lakini pale pale kwenye ligi ya Super League ya pale Greece kuna club moja inaitwa PAOK Thessaloniki. Hii inamtoa mchezaji mmoja kutoka Ghana anaitwa Abdurrahman Baba, kama unamfahamu, beki namba 3 ambaye amekuwa akifanya vizuri hata kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ghana. Sasa tunaona ni ushindani wa aina gani ambao unaweza ukapatikana kwenye hiki kikosi na ni timu za aina gani ambazo zinapatikana kwenye ligi ya Greece. Sasa Simba wanahusishwa na huyu mwamba na ni pendekezo la kocha Steve Barker kama mrisi wa midfield yoyote ambaye ataachwa na Simba, kwa maana ya Naby Kamara au Alassane Mondo Kante kwenye nafasi ya kiungo mkabaji. Na Simba atafaidika kwa sababu ana uwezo wa kucheza nafasi 3 ndani ya uwanja, kwa maana ya center midfielder, lakini defender midfield, lakini pia ana uwezo wa kucheza center back kwa maana ya CM, DM pamoja na CM iliyokamilika kwa ubora, na anaweza akafanya hiyo kazi. Beki wakati, midfield mkabaji. Anaitwa Oluwatobi Loba Alagbe. Potembo ndo jina langu. VOC Media, kituo cha kupa kile kilicho bora.